الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uadui wa sheitani Ibilisi na sisi wanadamu ni uadui wa karne na miaka na tangu tokea kuumbwa kwa baba yetu Adam. Mwenyezi Mungu amelieleza hili katika Qur'ani na kisha akatuambia kwamba sheitani huyu ni adui kwetu sisi, na kwa hivyo sisi tumfanye kuwa ni adui. Kama hiyo haitoshi, akatutahadharisha tusifuate hatua za sheitani, tusifuate njia za sheitani, na aya za kututahadharisha na hatua na njia na athari za sheitani. Hili limetajwa katika aya 4 tofauti ndani ya Qur'ani. Aya ya kwanza katika suratul Baqara, aya ya 168, Mwenyezi Mungu anatuambia baada ya bismillahir rahmanir rahim, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Anasema, enyi watu, kuleni vile vinavyotoka katika ardhi vilivyo vya halali na vizuri, na msifuate hatua za sheitani, kwa sababu yeye kwenu nyinyi ni adui aliye wazi. Aya inayofuata ni katika sura Al-An'am, aya 142. Mwenyezi Mungu anatuambia baada ya bismillahir rahmanir rahim, kulu mimma razaqakumullah, kuleni kutoka katika vile alivyowaruzuku Mwenyezi Mungu, wala tattabi'u khutuwati shaitan, na wala msifuate hatua nyendo za sheitani, innahu lakum aduwwun mubin, yeye kwenu nyinyi ni adui aliye wazi. Aya mbili hizi tunatahadharishwa kutofuata hatua za sheitani, lakini aya zikianza na kuzungumzia juu ya vyakula, wanazuoni wakasema kwa sababu moja ya njia ya sheitani anayoitumia kuwapumbaza watu na kufata hatua zake ni kwenye vyakula, kwa maana ya riziki, kula na kuchuma. Kwa hivyo wakati tunahangaika kuchuma, kutafuta mali, tuchukue tahadhari kubwa, tusifuate njia, hatua na athari za sheitani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka tuzingatie kwa uzito mkubwa suala hili la sisi kutofuata hatua za sheitani. Kwa hiyo popote pale ulipo, chochote kile unachokifanya, jikague vizuri, hufuati nyayo, hatua na mwenendo wa sheitani, ili ukigundua unafuata, upesi utoke upande ule, urudi katika utaratibu ulio wasawa anaopenda Mwenyezi Mungu na kuuridhia. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Khutuwati shaitan, hatua za shaitani tulizotahadharishwa tusizifuate. Neno hili limekuja katika Qur'ani mara 4. Ya 3 katika 4 ni kwenye surati An-Nur aya ya 21. Mwenyezi Mungu anatuambia baada bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mlioamini, la tattabi'u khutuwati shaitan, msifuate hatua za shaitani, msifuate nyendo za shaitani. Wa man yattabi' khutuwati shaitan, na yule mwenye kufuata njia za shaitani. Wa man yattabi' khutuwati, mwenye kufuata njia atambue, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar, kwamba shaitani kazi yake anaamrisha mambo machafu na yale ambayo Mwenyezi Mungu yote ameyakataza tusiyafuate, yeye ndo anaamrisha tuyafuate, tuyafanye. Kwenye suratul Baqara sehemu ya 4 aya 208 Mwenyezi Mungu anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu idkhulu fi silmi kafa. Anatutaka tuingie kwenye muongozo wake, tuingie kwenye kufuata dini yake kwa 100%. Isiwe nusu nusu, tusichague. Kisha mbele anasema, wala tattabi'u khutuwati shaitan, na wala msifuate hatua za shaitani. Innahu lakum aduwwun mubin, yeye kwenu ni adui aliye wazi. Kama kwamba anatuambia kinyume cha kutoingia kwenye dini kwa ukamilifu, tukiwa tunachagua hiki nitafanya, hiki hapana, hiki nitaacha, hiki hapana. Kama kwamba anatuambia kuchagua ni miongoni mwa njia na nyendo za shaitani. Wanazuoni wakatuambia kwenye lugha ya Kiarabu hatua moja na kuna hatua nyingi. Ikisemwa hatua maana yake ni hatua moja, khutuwat ni nyingi. Wakatuambia hikma iliyoko hapa, hatua huwa ni masafa mafupi. Hawezi mtu kupiga hatua moja ikawa ni mwanzo wa msikiti mpaka mwisho. Wakasema ndio hivyo hivyo shaitani anapoanza kukuvuta, anaanza kidogo kidogo, unafanya lile jambo kidogo kidogo, tena unajipa matumaini. Watu wanafanya mangapi bwana, itakuwa mimi hiki tu. Lakini ile hatua moja inaleta hatua ya pili, ya pili inaleta ya tatu. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatutahadharisha tusiruhusu madhambi yakatuzoea, na akasema
tabia ya kuzoea madhambi, kuyaruhusu. Akapiga mfano na watu wanasafiri, wamepiga kambi katikati ya jangwa, kisha wanataka kupika chakula chao. Kila mmoja anakusanya kuni moja analeta pale kidogo kidogo, lakini zile ndogo ndogo kwa kuwa zimekuwa nyingi zimetosha kuivisha chakula chao. Kwa hiyo akasema tabia ya kudharau madhambi inaendelea mpaka inamwangamiza yule mtu. Kwa hivyo hatua za sheitani zinaanza na hatua moja, wakati mwingine fikra, alafu fikra ile unaanza kuitengenezea mpango ule unakuja kwenye utekelezaji, tena unajipa matumaini. Watu wanafanya mangapi bwana, mimi kwani naua hapa, mimi kwani nafanya nini, itakuwa hiki kidogo tu. Lakini ile moja inapeleka ya pili, ya tatu, matokeo yake unaingia kwenye pahala palipo pabaya kabisa. Kwa sababu sheitani, Mwenyezi Mungu anatuambia inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Yeye siku zote analingania, anaita kundi linalomfuata, linalofuata nyayo zake, liwe miongoni mwa watu wa motoni. Kwa hivyo popote pale ulipo, chochote kile unachokifanya, jikague vizuri. Mwenyezi Mungu anatuhusia, Mwenyezi Mungu anatutahadharisha. Kazi unaoifanya ufate nyayo za sheitani. Biashara unaoifanya ufate nyayo za sheitani, kwamba ndani yake pengine kuna riba, lakini unageuza unaita commission, na unasema watu wanafanya mangapi, itakuwa hili tu. Chochote unachofanya zingatia tahadhari hii ambayo Mwenyezi Mungu anatuambia, wala tattabi'u khutuwati shaitan, msifuate hatua za sheitani. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wenye kusikiliza maneno na wakafuata aliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan minhum amiril mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, amiril mu'minin sayyidina Umar ibn al-Khattab, أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، بقية العشر بشرين بالجنة وعن أزواج نبيك وعمي وسبطائه ذوي الإخلاص والصفا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.